wanatuma kwenye media, kwenye TV, kwenye everywhere, kwenye screens, kwenye nini, kwenye matangazo ya kila sehemu wanapeleka matangazo. Kwa hiyo walikuwa washapeleka matangazo kabla mimi sija confirm. Kwa by the time na confirm matangazo yalikuwa yashaenda. So akaniambia that's impossible. Hatuwezi kusema turudi tena tuambie okay guys sorry there's another one. You cannot do it. Kwa hiyo for that point nikaelewa, lakini nikasema but can I have mine to post on my channel? Umeona? Basi ilichukua kama 3 days. Mzava kila siku akawa ananiuliza bana hiyo posta vipi? Nikamwambia subiri, I'm on it, wataituma tu. Kwa hiyo tukasubiri kama siku 2 siku 3 nimefika Canada. Ilikuwa kama siku 2 siku 3 wakanitumia posta ya mimi kupost. Ndio maana ulichelewa kupost. Ndio maana nilichelewa kupost. Kitu kingine katika kosa kubwa ambalo unaweza ukalifanya na wakawa in trouble ni kujitengenezea vitu. Hata kama uko kwenye hiyo. Sasa yani ni kosa kubwa sana. Yani huwezi ukaenda eti umejieditia eti oya nipigie AI nitolee. Ni kesi kubwa sana. Yani utengeneze posters kama wanawe uko kwenye. Yani huwezi kutumia, how can you do that? Yani hata kama umeitwa na mtu pembeni yote umejitengenezea cover na upo unaamba pale, ni kesi kubwa sana. So you cannot do it. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ila vitu kama hivi sometimes you have to explain to people, watu waelewe. Kikubwa ambacho mimi nilikuwa nakiangalia sio kuanza kubishana au kujitetea. Onyesha mkataba, onyesha picha. I'm too old for that. Lakini naamini kwamba tunakuwa tuna inspire pia watu wengine. Alafu ukifanya ile show watu wanashindwa kujua. Ile show ukifanya unakuwa unaifungua industry yako wewe. Mtu akiona huyu Rayvanny ana perform atataka anifuatilie. Akikufuatilia anakutana na wasanii wengine ambao related to you. Si unanielewa? Si unanielewa ninachokwambia? Na pengine wasikupende wewe, wakawapenda wasanii wengine waliowaona kupitia wewe. Si unanielewa? Kwa hiyo as I'm talking to you right now, FIFA wamemfollow Dani kupitia wewe. FIFA World sitaki kusema kupitia mimi. Na nilikuwa nakupa tu mfano uelewe, yani kwamba wamemfollow. How? So you have to know kwamba yes, wamemfollow. Ukienda kaangalia wamemfollow. Kwa hiyo mtu anaweza kaingia pale kaingia kuta nifanye nyimbo na Mario, nifanye nyimbo na Harmonize, kuta nifanye nyimbo na nani wakakufahamu watu wengine, wakawafahamu watu wengine kupitia wewe. So sometimes sio kitu cha kusema utaki crush au kawaida kaitwa tu. Hamna mtu anakuita tu. Kila msanii ana watu wake ambao wakaribu. Ukiona umeitwa, unajua umehitajika. Nienda kwenye show ya Feregola watu wako wanaongea. Wewe unaenda show za nadandia, unadandia how? Can't you see process inaanzia wapi? Mimi Feregola alinitafuta tufanye collab. Feregola msanii mkubwa sana. Alinitafuta tufanye collab. Aliona kitu kwanza. Tukafanya ngoma watu wakaipenda. Then akaniambia na show Belgium mara ya kwanza. We have to do it bro. Nikamwambia time ambayo tukaenda nikafanya show Belgium, nilikuwa na shoot video ya Oma Matete ma India. Kwa tulishindwa kufanya. Akamwambia bro, I'm doing another one in Paris, Aqua Arena. Nikasema let's do it. Aliweka posta yake, akaweka na posta yangu. So Wakongo walianza kumoku kwamba anamtegemea Rayvanny ndo ajaze. Watu hawajui. Wabongo wenyewe hawajui, hawafuatilii, hawadili na chochote. So mpaka mimi nimefika, wanaona kijiji, ndio wanaona umedandia. Wewe ndio umedandia kuangalia. Lakini show ilikuwa imepangwa muda mrefu. Msanii anaenda pale, siendi kutembea pale au kumsalimia. Naenda kuimba kazi tulofanya. Do you know how much napata? Unajua nakutana na watu wangapi? You don't know. Kwa hiyo wewe kwa mfano sasa hivi media yote iko hapa, lakini wewe nikikuuliza sasa hivi hapa kuna nyimbo inaitwa I Love You. Nimefanya mimi na mtu anaitwa Siphon. Unaijua? Uijui. Lakini ilikuwa imetoka ni nyimbo namba 1 Guinea Conakry, imekaa namba 1 Spotify kila sehemu karibia mwezi unaenda. Big numbers. TikTok imeenda karibia 1 million videos. Kwa maana yake nikifika Guinea Conakry nafanya show uwanjani, of course naenda. Ukiona kijiji utasema kadandia. Wewe ndo unadandia, you don't have facts. Hujui. Na mimi kitu ambacho nafanya, I don't have to deal with fans au mashabiki eti wanatakiwa nisifie, wanatakiwa nione noma. No. I'm doing my own things ambazo najua kabisa hizi ni sawa. I'm getting my money, I'm getting my fame, na wanaenda kwenye events kubwa na deal na vitu vikubwa. That's what I'm fighting for. Sina muda wa kupigania eti kitu cha kusema bana nataka watoto niwaonyeshe, sina mtu wa kumuonyesha. I'm doing my job.
na ndio maana mimi I'm calling myself big one kwa upande wangu mimi. Kwa hiyo ninachokifanya nakuwa naamini hichi kitu ni proper. Ingekuwa ni mambo ya kudandia wakati 2022 Maluma akaperform FIFA, Nora akaperform FIFA na tulizungumza, lakini nilikuwa naenda kwenye show, nilikuwa naenda kwenye tuzo za Afrima Marekani. So the day narudi ndo siku wana perform wao. Kwa nisingeweza kusema nitaenda, lakini hii nimeenda kwa sababu gani? Umeitwa, umehitajika. Mtu atakwambia Tetema kila siku, ungewaambia basi mashuleni huko waache kuimba wimbo wa taifa tu, tafuta hata singeli moja. Mungu ibariki Tanzania. Lakini kila siku shikamo mali, nenda hata leo wewe umesoma mwaka gani si shule, ni vile vile. So kuna nyimbo zingine ukipata Mungu akubless, alafu ni wimbo wangu nimwachie nani? Kwa Tetema ili tuko na perform pale, mtu anakuambia Tetema mwaka huu. Tetema ni wimbo mpya, if you don't know, inaitwa Oh Mama Tetema, imetoka mwaka jana. Mwaka jana na sasa hivi inawezekana miezi 8 7, na iko na milioni 100 na wanazichanganya sasa. Iko na milioni 100 na. Kwa hiyo what I'm telling you ni kwamba tunachokifanya tufanye tu kwa ajili yetu, tunafanya kwa ajili ya taifa na generation inayokuja. Wewe unaweza ukasema unaongea au unataka umdogoshe Rayvanny, uwezi bro. Uwezi bro. Yaani mtu hata ongee tu media sijui nani eti wewe hamna kitu. I see you like a stupid, kwa sababu I'm telling you, nikimaliza interview na wewe hapa nasubiriwa na Rolls Royce nje hapo. Do you know how much it cost? What are you talking? Nikilala kwangu sina haja kuwasha feni au AC. Napiga na upepo wa Mungu. Niko rooftop. Sina nyumba za kukaa ghorofa 2 mimi. I'm not bragging, but I'm telling you kwamba vitu vingine unatakiwa ujifunze. I'm not ready to wait kwa watu ku appreciate au vipi. I'm doing my own things. Lakini kwa wale wote ambao nimeona comments zao, watu kwenye industry, mashabiki wengine wanao appreciate, na washukuru sana kwa sababu inakupa moyo, inakupa nguvu ya kuendelea kumove na kuendelea kupush na kuendelea kusonga mbele. Wakati namtoa mdogo wangu Kuslav, kila mtu alikuwa anaongea amna kitu, msanii sijui hajafikisha hata 10 ngapi, sijui hajafikisha ngapi. As I'm talking to you right now, anakaribia miezi 2 tu, YouTube ana 20 million. TikTok ukiingia ikitoka finale inafuata ngoma yake kwa namba. Unanielewa sijui, na ni msanii ana miezi hiyo 2. Dance for me. Dance for no moyo, lakini dance for me pia. So what I'm telling you ni kwamba Mungu akikubless anakubless tu, hata watu wakiongea uhalisia unabaki. Kwenye hii dunia ambayo tupo, utaki kuchanganywa na maneno. Utaki kuvurugwa na mtazamo wa mtu. Ni kitu chake anachoongea. Hata interview nayo ongea hapa, kuna mtu mwingine ndo amekaa chini kakaa kwake atatukana chini. Lakini hata ukitukana, hata ukisema, hata ukifanyaje, you cannot change uhalisia. Uhalisia unabaki uhalisia. Kama mtu anafanya vizuri, anafanya vizuri. Anasifiwa. Na mimi nishasifiwa sana mpaka hapa nilipofika. Kwa hiyo muda huu ulipofika ni muda wa action. Mimi nafanya action. Sisubiri unisifie au unicriticize. Taja wasanii wako wakali, wasifie wasanii wako wakali, lakini mimi I'm doing my things. Alafu wewe mwenyewe utakuja utaniambia. Sawa, Rayvanny, kwa sababu umetoka Canada na mashabiki wengi baada ya kuona ile main event ambayo Nora Fateh alifanya performance, question mark zikabaki, kwa nini Rayvanny hatujamuona kwenye sasa main show? Okay. Zote ni main show. Kwa sababu nilofanya mimi sio fan festival. Niliona kuna mtu anachanganya, anasema Rayvanny kafanya fan festival. No, that was countdown concert. Yaani unajua ile Christmas au mwaka mpya ile. Siku unakuwa kuna countdown ya kwenda kwenye mwaka. Ule muda ni muhimu sana kukaribisha mwaka. Yaani ule muda wa mafataki ule ni muda muhimu sana kukaribisha mwaka. Kwa countdown concert ni show muhimu sana. Yaani kiufupi sisi ndo tumekaribisha ceremony zote. Kwa sio show ndogo. Zote ni main, lakini walio perform wote, Rema, Burna Boy, mimi nimefanya countdown concert, Davido kafanya countdown concert as well. Lakini kina Rema, Burna Boy, Tyler wale wamefanya opening ceremony kwa sababu walikuwa na FIFA songs. Wana nyimbo za FIFA na ndio maana Rema hajaimba Calm Down. Wala Tyler hajaimba sio wote singo magani. Kaimba nyimbo za FIFA. Nakuuliza wewe sasa, ulinisikia mimi nimeimba nyimbo ya FIFA? Ningeenda kuimba nini pa? Tetema. FIFA Tetema. So it's about understanding too. Ningekuwa nimefanya official song ya FIFA, of course ningeenda kuimba kwenye opening ceremony.
Yeah. Na pia ni mimi mwenyewe tu. I was not available by the time napigiwa simu na kina Nora, sikuwa available, walimtafuta Veje Dream.